Sasa Mungu akanipa kuwamiminia mafuta kuweka wakfu katika madhabahu. Nini maana kuweka wakfu? Maanake ni kwamba hii madhabahu itakuwa ni ulinzi kwenu. Ina maana hamtapitia katika mateso, hamtapitia katika magonjwa. Chochote ambacho adui atakacho kuwa ndani yenu atakutana na moto wa lango la uzima. Kumtumikia Mungu ni kutii sauti ya Mungu. Kumtumikia Mungu ni kwenda kama si Mungu anavyotaka. Haleluya. Amen. Sasa Mungu amenipa niweze kuwa pamoja na ninyi katika madhabahu hii. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Manake ni kwamba unapoona mimi niko salama, ndivyo utakavyokuwa salama wewe. Amen. Sema amen. Amen. Unavyoona wetu ni Mungu wa agano. Sema amen. Amen. Ina maana mafuta haya ni mafuta ya baraka pia. Nikimimina juu yako, yani kama utateswa tena na magonjwa, njoo niulize. Amen. Mjanielewa? Nikimimina juu yako, adui akikutesa tena, njoo niulize. Amen. Haleluya. Amen. Yesu, naomba nikakuone pazia sasa. Nikaone nguvu yako na uweza wako. Nikaone mamlaka yako juu ya watoto wako. Tazama Jehova haya mafuta pazia sasa. Naweka wakfu na watoto wako kuanzia leo. Mungu, naomba ukapate kuonekana Yesu. Kawatumie kama jinsi upendavyo. Kawatumie kama jinsi upendavyo. Ndani ya madhabahu Yesu. Tazama Mungu, nikakuone peke yako. Nikaona ushindi wako na nguvu zako Mungu. Na chini ya nguvu yako juu atatoka sasa. Aya mafuta Yesu. Nikawalinde. Nikawatunze. Nikawape nguvu. Kuanzia za Jehova. Watatumika ndani ya madhabahu. Watatumika ndani ya milango. Watakuwa mahali yako Mungu. Wakitangaza milango Jehova Shama. Katika jina kule Yesu. Watazama kuanzia sasa. Naachilia nguvu yako Mungu. Naachilia uwezo wako Baba. Naachilia mamlaka yako Mungu. Nani atatoka Yesu? Nani atatoka Mungu wangu? Haya mafuta Yesu. Yote na wili Baba. Haya mafuta Yesu. Yanapatiririka. Nimo